Mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu ya kwamba umeweza na kuamka ukiwa salama na pia usiku wako ulikuwa ni wa baraka. Na maybe unaweza kuwa umeweza na kuamka ukiwa unayapitia mengi. Ukiwa umekosa amani kabisa. Ukiwa unaumwa. Ukiwa unapitia changamoto ambazo kwako, yani mahali ambapo zimeweza na kufika, unaona ni kama unashindwa. Mpendwa, usione kushindwa. Ona Mwenyezi Mungu akikutendea. Ona kwanza upendo wa Mwenyezi Mungu. Ona baraka za Mwenyezi Mungu ambazo kwanza ameweza na kukuamsha katika uso wa dunia akiwa amekubariki na uhai. Hivyo basi mshukuru. Mshukuru. Hata ukiwa unapitia yapi, mshukuru tu. Na yale yote ambayo unayapitia, ameahidi kushughulikia na ataweza na kushughulikia. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuendelee na kubarikiwa pamoja, kunyunyiziwa hizo baraka na tuendelee kuogelea ndani ya hayo manyonyo ili tukazidi na kubarikiwa kwa pamoja. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye tunaendelea pamoja naye ni Reverend Francis Namo kutoka kanisa la ABC Changoma, Mboni Pastorate Makueni, Sabwendi Kota. Karibu sana mpenzi mtazamaji, tuzidi na kuinuliwa pamoja kupitia neno la Mwenyezi Mungu. Asubuhi ya leo mtazamaji, ningependa kukusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mara tena ningependa tukaweze kuendelea na kujifundisha neno la Mungu, na ningeomba tukaweze kuambatana pamoja kwa maombi. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunakuinua, tunakusifu kwa sababu hatuna Mungu mwingine duniani na mbinguni. Umekuwa mwema kwetu, ukatulinda na ukatupa uhai wa siku ya leo. Tunashukuru. Mwenyezi Mungu, tunaomba mbele zetu kuna neno lako ambalo tuendapo kulisoma ukaweze kuwa pamoja nazi, na Roho Mtakatifu akiwa mwalimu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Mtazamaji, ningependa tukaweze kusoma neno la Mungu asubuhi ya leo kutoka kwenye kitabu cha Waefeso, mlango ni ule wa 6. Tuanzie mstari wa 1 hadi ule wa 3. Waefeso mlango wa 6, mstari wa 1 hadi huo wa 3. Tusome pamoja. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji, kama nilivyo kuelezea siku ambayo tulikuwa tunaanza wiki hii, iliweza kukunjulisha ya kwamba tutaendelea na kujifundisha baraka ambazo Mungu ametuahidi. Kwa sababu Mungu ametuahidi baraka za aina nyingi. Na siku ya leo ningependa tuchunguze baraka ambazo zinatokana na kuwaheshimu wazazi wetu. Kwa sababu Mungu aliagiza wote watakao watii na kuwaheshimu wazazi wao, kuna baraka ambazo watazipokea. Tunajua ya kwamba wazazi ni watu wa maana katika maisha yetu, kwa sababu wanafanya kazi nyingi, wanatulinda na wanatutunza tukiwa ndani ya tumbo ya mama yetu mpaka tutakapokuwa watu wazima. Na naona ya kwamba na ninaamini hakuna mwenye ambaye anjazaliwa na mzazi. Japokuwa tu wengi wazazi wao wameshaondoka,
lakini hata kama waliondoka ni wazazi, na pia wengi wako na wazazi wakadri, wengine wazee, na wengine tu ambao wamefanikiwa kuwa nao na Mwenyezi Mungu. Lakini neno la Mungu limesema yoyote ambaye amezaliwa na mzazi anafaa kumtii na kumheshimu. Na yeyote anayetii mzazi na kumheshimu, kuna baraka ambazo tumeahidiwa na Mwenyezi Mungu. Baraka ya kwanza, utakaa siku nyingi. Utaongezewa siku. Siku zako zitakuwa nyingi. Kwa hivyo hiyo ni baraka ambayo Mungu aliahidia watoto. Kuwaheshimu baba na mama, kuna baraka za kuongezewa siku, kuishi sana duniani, na pia kuna baraka nyingine ambayo Mungu amesema. Na si kuishi tu. Mahali ambapo utaishi maisha mazuri. Kwa sababu utaishi maisha yanayo kufanikiwa. Kwa hivyo ukitii mzazi utapata kuongezewa siku zako, na mahali popote ambapo unafanya kazi, unatembea, utakaa maisha mazuri, maisha bora. Kwa hivyo ni vizuri kuwaheshimu wazazi wetu, kwa sababu wazazi wetu wana majukumu makubwa wanayotekeleza kwa watoto wao. Mtazamaji, ninaamini na nimejua. Je, wewe ulizaliwa? Pengine wengine wamezaliwa wakiwa watoto 8, wengine 6. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba mama ama mzazi wanaweza kuwalea watoto hata wakiwa wengi 8, 7, wakiwa tu wawili. Lakini saa zingine unaweza kuona watoto kama 5, 6 wanashindwa tu na kuwalea watoto na kuwalea wazazi wawili. Hii ni jambo ambalo si la maana. Na ndipo Mungu akatuagiza ni vizuri kuwatii na kuwaheshimu wazazi wetu. Kuwatii ni kufuata maagizo wanayotuelekeza. Kuwaheshimu ni kuwatendea mema, ukijua huyu ni mzazi wangu, huyu ni baba yangu, huyu ni mama yangu, na kunilea mpaka mahali nilipo. Alitumia ama aligharamika, alipoteza nafasi nyingi, akajinyima mambo mengi kwa ajili yangu. Kwa hivyo wakati huu ambapo mimi ninafanya kazi, wakati huu ambao mimi ni mtu mkubwa, ninafaa tu kuwaheshimu na kuwatunza. Na Mungu akaahidi, yeyote atakayefanya hivyo, siku zake za kuishi ulimwenguni zitaongezeka. Na pia hizo siku hazitakuwa tu za shida, zitakuwa ni siku za kufanikiwa. Je, mtazamaji, angalia uhusiano wako na wazazi wako kama wako. Je, unawatii? Unawatunza? Unawaheshimu katika njia zote? Jiulize tu, unapoamka, unapoenda kutekeleza kazi yako, hata kama wewe uko na wazazi, je, umewajulia hali? Ama tu utawaacha tu hivyo? Ni vizuri na inafaa yeyote ambaye ako na wazazi apate kunyinyakulia baraka hizi ambazo Mungu alituahidi. Na si baraka tu ambazo zitaisha, zitaenda mpaka kwa vizazi ambavyo vinakuja. Watoto wako, wajukuu wako, vitukuu wako, mtabarikiwa tu katika hiyo line. Kwa hivyo baraka za kumtii mzazi na kumheshimu sina maana sana katika maisha yetu. Kwa hivyo Mungu alituagiza, enyi watoto,
waheshimuni na watiini wazazi wenu. Na ukifanya hivyo, Mungu hakukomea pale. Alisema utakapofanya hivyo, kuna baraka ambazo zitakufuata. Na ni baraka nyingi. Hakuna mtu ambaye anataka kuacha ulimwengu. Hakuna mtu ambaye anataka kuishi miaka michache. Hakuna mtu ambaye anataka kuishi maisha ya shida. Lakini hayo yote, ukimtii mzazi na ukimheshimu, utaongezewa siku. Na pia maisha yako yatafanikiwa. Jiulize wakati huu, kwa kiwango ambacho uko nacho, je, uhusiano wako na wazazi wako uko namna gani? Na usikose kujua ya kwamba ukikosa kutekeleza hayo, si kupoteza hizo baraka tu, kuna laana. Na laana ni mbaya sana, kwa sababu inaweza kukuharibia maisha yako. Ni vizuri sisi ambao tuko na wazazi tuweze kuwaheshimu na kuwatii, ili tuweze kupata hizi baraka ambazo Mungu wetu alituahidi. Bwana na akubariki, na Bwana alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutembea pamoja nasi katika neno lako, na tuendapo tunakuendelea na kulisoma. Mungu, tunakuomba uweze kutufunulia makuu na mazuri ambayo yanatokana na neno lako. Bariki watazamaji wote na utubariki sisi zote. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Baraka za kuwaheshimu wazazi. Jana tuliweza na kujua kwamba ili tukaweze na kuendelea na kupokea baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, tuendelee na kutii sauti yake. Leo tumefundishwa vile ambavyo, yale ambayo tutaweza na kukumbana nayo ama na kupatana nayo wakati ambapo tumeweza na kuheshimu wazazi wetu. Tumejua kwamba watoto wakati ambapo wameweza na kuheshimu wazazi wao, wataweza na kuwa ama kuishi maisha marefu. Na sio mambo tu na maisha marefu, lakini maisha marefu ambayo yamebarikiwa. Maisha marefu ambayo yako na amani. Maisha marefu ambayo utaendelea na kuona uwepo na ukuu wa Mwenyezi Mungu. Maisha marefu ambayo utaendelea na kufunikwa na neema yake. Hivyo basi tuzidi na kuheshimu wazazi wetu, ili tuendelee na kupokea hizi baraka zote. Kama ni kuishi kwa miaka mingi, kwa siku nyingi, tuishi maisha ambayo sio maisha ya kuteseka, lakini tuishi maisha ambayo ni ya baraka. Ninaamini kwamba hilo fundisho umeweza na kulipokea, na utaweza na kulitia maanani na kuendelea na kulitafakari dakika kwenda ile nyingine. Kuwa na wakati mwema, kuwa na siku njema, na Mwenyezi Mungu akakubariki. Bye bye.